mkono wako Bwana, mkono wako Bwana. Pita Yesu na mkono wako wenye nguvu, mkono wako unaogusa na kuokoa, mkono wako unaogusa na kuponya, mkono wako wenye nguvu za ajabu. Bwana, upate kupita katikati yetu asubuhi ya leo, upate kumgusa mama huyo, mguse baba huyo, mguse binti huyo kwa mkono wako Bwana, kwa mkono wako wenye uweza, wenye nguvu. Kwako kuna nguvu, kwako kuna msaada, kwako kuna uponyaji, kwako kuna kuinuliwa. Roho Mtakatifu na nguvu zako na uweza wako, nami nanyunyiza damu yako Yesu Kristo ipate kufunika nyumba hii, ipate kupita kwa ajili yetu, ili wewe Mungu mwenyewe ukaseme nasi wazi wazi, nasi tupate kukusikia wewe. Ruhusu Roho yako Mtakatifu atuhudumie sawa sawa na neema yako na baraka zako, katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini, amen. Tena Yesu makofi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wale ambao mnaandika, unaweza ukaandika kichwa ambacho nitafundisha wiki hii. Ni kichwa cha ajabu kidogo, lakini nitakuonyesha kwenye maandiko, na wiki hii ikawe ya kwako tena katika jina la Yesu aliye hai. Kwa unaandika ni wafungwa wa vifungo vya nje. Ni wafungwa wa vifungo vya nje. Lengo la somo, yako malengo machache, lakini lengo kuu ni kupata uhuru wa kweli ndani ya Yesu Kristo. Kichwa cha somo ni wafungwa wa vifungo vya nje, na lengo la hili somo ni ili tupate uhuru wa kweli katika Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Ni kupata uhuru wa kweli katika Yesu Kristo. Bwana akiwaweka huru, Biblia inasema mtakuwa huru kweli kweli. Kwa lugha nyingine, Bwana anaweza akakuweka huru na usiwe huru kweli kweli. Ndio maana lengo la somo hili ni tunatafuta uhuru ndani ya Kristo, lakini uhuru wenye kweli yote katika Kristo Yesu. Lengo la pili la kufundisha somo hili ni kurejesha moyo ya ibada ya kweli. Ni ili uweze kupata moyo wa ibada ya kweli. Na lengo la tatu ni ili uweze kuishi kwa kiwango ambacho Mungu alikusudia uishi. Lengo la pili ni kurejesha ibada ya kweli ndani ya maisha yako. Lakini lengo la tatu ni ili uweze kuishi
kwa kiwango ambacho Mungu alikusudia uishi. Sababu watu wengi sana tunaishi chini ya kiwango ambacho Mungu alikuwa amekusudia tuishi. Watu wengi sana tunaishi chini ya baraka ambazo Mungu alikusudia tuishi. Watu wengi sana tunaishi maisha ambayo mbinguni sio ya kwetu. Tunaishi maisha ambayo ni ya chini sana, tofauti na lile kusudi la Mungu. Kwa lengo la tatu ni tuishi katika yale maisha ya viwango ambayo Mungu alikusudia tuishi. Bwana Yesu apewe sifa. Uko tayari kwa ajili ya somo hili? Kama uko tayari nipungie mkono. Sasa, wangapi walishawahi kusikia mtu amehukumiwa kifungo cha nje? Ni wengi tumewahi kusikia. Chochote unachokiona kwenye ulimwengu wa mwili kipo kwenye ulimwengu wa roho. Mambo ya ulimwengu wa mwili ni bayana ya mambo ya ulimwengu wa roho. Yaani hakuna kinachofanyika kwenye ulimwengu wa mwili ambacho kwenye ulimwengu wa roho hakipo hicho kitu. Hakimu anaweza kukuhukumu kifungo, lakini kifungo kile ukaambiwa kuwa ni kifungo cha nje. Hakimu anaweza kukuambia nimekuhukumu kwa miezi 6 kifungo cha nje. Utakuwa unatembea nje, utakuwa uko uraiani, lakini wewe ni mfungwa. Bwana Yesu asifiwe. Na anaweza kukuambia utakuwa una ripoti hapa mahakamani, utakuwa unafanya kazi kwenye jamii, unaweza kupangiwa kazi fulani ya kwenye jamii. Na ukishindwa kutekeleza hicho kifungo cha nje ulichonacho, hakimu anaweza kukubadilishia akakupeleka gerezani. Kwa hiyo unaweza ukawa uko uraiani, lakini ni mfungwa wa kifungo cha nje. Umehukumiwa, wewe ni mfungwa. Tofauti yako ni kwamba tu hujavaa zile sare za magereza na kunyolewa kipara, lakini bado haiondoi ya kwamba wewe ni mfungwa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ndio maana kuna watu wengi sana. Unaweza ukawa ni mchungaji lakini umefungwa. Unaweza ukawa mwinjilisti umefungwa. Unaweza ukawa ni mzee wa kanisa lakini umefungwa. Unaweza ukawa unaimba kwaya lakini umefungwa. Unaweza kuwa ni mtu wa ibada na maombi na kunena kwa lugha unanena, lakini umefungwa. Umefungwa, lakini uko uraiani, uko kwenye kifungo cha nje. Kwa hiyo kuna mtu mwingine tunaweza tukakemea mapepo hapa, usiwe na pepo, lakini haina maana ya kwamba hujafungwa. Kwa sababu kama unaishi chini ya maisha, chini ya kiwango ambacho Mungu alikusudia kuishi, umeishi katika kiwango cha ufungwa. Kama unaishi chini ya baraka ambazo Mungu alikusudia uishi, unaishi kwenye kiwango cha ufungwa. Unaweza kuwa umefungwa na madhabahu za kwenu, umefungwa na mila, umefungwa na sadaka. Ni mambo ambayo tutayagusa katikati ya wiki. Na ndio maana Jumapili nataka tufanye ibada ya agano. Nilimuomba sana Mungu kwa habari ya hili somo. Jumapili ni nini? Jumapili tunafanya ibada ya agano sawa sawa na Zaburi ya 50. Bwana anaposema nikusanyeni wacha Mungu wangu ambao watakuwa tayari kufanya agano, waliotoa sadaka, watakao kuwa tayari kufanya agano na mimi kwa njia ya dhabihu, kwa njia ya sadaka. Kwa hiyo unaweza kawa una maisha ya kawaida, unajifikiri kwamba uko sawa kwa sababu una mshahara, kwa sababu una hela ya kula, kwa sababu watoto wako wanaenda shule, kwa sababu umejenga nyumba nzuri, kwa sababu una maisha ya kawaida kabisa, upati shida ndogo ndogo, lakini haikuondoi kwenye kifungo. Kwa sababu inawezekana hicho ulichonacho hujafika hata robo ya kile ambacho Mungu amekusudia. Na wiki hii Mungu akakurejeshe katika maisha sahihi katika jina la Yesu aliye hai. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo tunaweza kuelewana. Kama hakimu anaweza kumfunga mtu na huyo mtu tukae nao raiani, tukakaa naye, tunamuona kila siku, anaenda na kurudi, lakini bado ni mfungwa wa kifungo cha nje. Ibilisi anaweza akakuacha ukaingia ibadani ukatoka,
ukaenda kazini ukarudi, ukaja kanisani na kwenye maombi na kwenye vipindi. Anaweza akakuacha ukawa mchungaji, akakuacha ukawa mwinjilisti, akakuacha ukawa parishweka, akakuacha ukawa mzee wa kanisa, akakuacha ukawa mwimbaji, lakini akawa amekuweka kwenye kifungo cha nje. Na ndiyo maana siku ya mwisho kule juu mbinguni, wengi watamwambia Bwana, nilikuwa hivi, nilikuwa hivi, nilikuwa hivi, nilikuwa nikihubiri mapepo yanalipuka, nilikuwa nikiombea wagonjwa wanapona. Biblia imeweka wazi. Halafu ghafla Bwana anawaambia, ondokeni kwangu, mimi siwafahamu. Kwa lugha nyingine, mliishi chini ya kifungo cha adui. Nyinyi mlikuwa mmeshikiliwa hata kama mlikuwa mnafanya mambo makubwa. Bwana Yesu apewe sifa. Nenda kwenye Biblia nikupe habari hii kwa ufupi, unaweza ukanielewa. Fungua pamoja nami kitabu kile cha Wafalme wa Pili, mlango ule wa 5. Tumwangalie huyu bwana mmoja hapa, alafu tutaelewana. Wafalme wa Pili, mlango ule wa 5. Wafalme wa Pili, mlango ule wa 5. Kama una kalamu yako unaweza kuandika kwenye Biblia yako. Kama unaandika mahali, andika mahali. Tunataka tuone wote, tuangalie Biblia wote. Kama una Biblia, ibia na kwa mwenzako, chungulia na Biblia mwenzako. Akifunika Jumapili ijao uje na ya kwako. Bwana Yesu apewe sifa. Wafalme wa Pili, mlango ule wa 5. Angalia huyu bwana mmoja. Basi na amani. Umefika kwenye Biblia yako Wafalme wa Pili, mlango wa 5. Basi na amani, jemedari wa jeshi la mfalme wa Shamu. Taka tuende taratibu tuelewane hapo. Sifa ya kwanza, huyu bwana alikuwa ni jemedari wa jeshi. Mwambie jirani yako, jemedari wa jeshi. Chukua hiyo pointi ya jemedari wa jeshi. Angalia, wa mfalme wa Shamu. Hii nchi ya Shamu sasa hivi ni Syria. Unapozungumza Shamu kwenye Biblia ni Syria. Angalia, alikuwa mtu mkubwa mbele ya bwana wake na mwenye kuheshimiwa. Kwa unaweza ukachukua hilo neno, alikuwa mtu nani? Mkubwa mbele ya bwana wake, lakini mwenye kufanyeje? Kuheshimiwa. Kwa alikuwa ni mheshimiwa huyu bwana. Alikuwa jemedari. Alikuwa mtu mkubwa mbele ya mfalme wake, lakini Biblia inasema alikuwa ni wa kuheshimiwa, ni mtu wa kuheshimiwa. Akipita saluti zinapigwa, watu wanakakamaa kwa sababu Naamani huyu amepita mbele yao. Angalia, kwa sababu ya mkono wake Bwana alikuwa amewapa Washami kushinda. Ile Bwana iliyoandikwa pale inabii kubwa. Ile ya juu ni ndogo ya mfalme, hii ya chini ni ya Mungu mwenyewe. Anasema kwa sababu ya mkono wa huyu Bwana Mungu aliwapa Waashami kufanyeje? Kushinda. Kwa lugha nyingine, Mungu alimtumia huyu bwana, alimpa nguvu ya kuongoza vita, alimpa nguvu ya kushinda vita mbalimbali. Kwa unaweza ukaandika kwa sababu ya mkono wake Bwana aliwapa Washami kushinda. Angalia, tena alikuwa mtu hodari wa vita, lakini alikuwa na nini? Soma Biblia. Lakini alikuwa na nini? Na Washami walikuwa wametoka vikosi, wakamchukua mfungwa mmoja, kijana mwanamke kutoka nchi ya Israeli, naye akamhudumia mkewe Naamani. Akamwambia bibi yake, laiti bwana wangu angekuwa pamoja na yule nabii aliyoko Samaria, maana angeponywa ukoma wake. Sasa naomba unielewe. Huyu jamaa alikuwa hodari wa vita, alikuwa ni mtu mkubwa mbele ya mfalme wa Ashami. Huyu jamaa Bwana, kwa sababu ya mkono wake, Bwana alimpa nguvu ya kushinda. Alikuwa ni mtu anayetisha. Aliweza kuwatisha mpaka wana wa Israeli. Maana ukisoma hiyo habari utaona wakati fulani alituma barua kwa mfalme wa Israeli kumwambia kwamba nataka nije kwenu niponee huko kwenu. Na mfalme wa Israeli akasikitika, akasema, ni nini hiki sasa? Je, mimi ni Mungu? Huyu jamaa akija asipopona
Israeli tunaishije? Kwa sababu Bwana alimpa mkono mwenye nguvu wa kushinda kwenye vita. Lakini maskini ya Mungu alikuwa ana kifungo kinachoitwa ukoma. Unielewe. Ndio maana nikakwambia unaweza ukawa ni mheshimiwa kwa nje, ukimtazama Naamani usingejua kwamba ana tatizo kubwa kiasi hicho. Askari wangejua kwamba huyu jamaa ana ukoma, wasingekubali awaongoze kwenye vita, maana ukoma ulikuwa ni dharau, ukoma ulikuwa ni laana. Alikuwa anaheshimiwa, lakini hawakujua kwamba ana ukoma unamla huyu jamaa. Kwa hiyo alikuwa na heshima, lakini alikuwa na kifungo ambacho kinamfanya anaendelea kubeba heshima, lakini watu hawajui kwamba amefungwa Naamani. Na Biblia inasema aliteseka na huo ukoma. Ndio maana nikakwambia unaweza ukawa na maisha ya kawaida kabisa. Watu tukikuona tunasema afadhali. Tukikuona tunasema jamani natamani ningekuwa kama mtu fulani. Lakini ujue huyo mtu inawezekana pamoja na kuonekana mbele za watu ni mtu wa heshima, kuna ukoma unamtafuna mahali. Na leo huo ukoma utakuachia katika jina la Yesu aliye hai. Hawakujua ya kwamba huyu jamaa alikuwa amefungwa. Wanajeshi wanampa heshima, mfalme anampa heshima, anaogopeka, anashinda vita, anafanya mambo makubwa. Bwana alikuwa anamtumia, maana alimjaza nguvu katika mikono yake. Lakini maskini ya Mungu, huyu jamaa alikuwa amefungwa, ana ukoma. Pamoja na kwamba alikuwa uraiani, lakini bado shetani alimfunga kwa ukoma. Naamani akaishi maisha ya mateso. Alipewa kila kitu, lakini alikuwa na ukoma. Mfalme alikuwa tayari kulipa chochote baada ya kujua huyu jamaa na ukoma, kwa sababu ilikuwa ni namna gani ya kumpoteza shujaa wa aina hii. Lakini bado ukoma ulikaa ndani yake. Ashukuriwe Mungu wa mbinguni. Yuko binti ambaye alikuwa ni mfanyakazi wa ndani. Na mimi niseme na wewe hapa, kuna watu mko hapa mnanyanyasa mabinti wa ndani wa kazi. Kuna watu mko hapa, yani unachokula wewe na watoto wako sicho anachokula huyo binti anayekusaidia hapo nyumbani. Sikiliza, huyo anaujua ukoma wako kuliko hata bosi wako anaoujua. Bwana Yesu apewe sifa. Anakujua jinsi ulivyo. Ziko nyumba nyingine za ajabu sana. Niliwahi kukutana na nyumba moja, na kama iko hapa hiyo nyumba ipone. Hiyo nilikuta mahali fulani. Jumamosi wanapika makande. Jumamosi wanapika makande ya kutosha kabisa, sufuria kubwa kabisa. Alafu kwa bahati mbaya yule bwana alikuwa ni mzee wa kanisa mwenye hiyo nyumba. Amefuga na mang'ombe ya kutosha hapo nyumbani kwake. Baba ni mzee wa kanisa. Alafu mama ndio mwalimu mkuu wa Sunday school. Lakini Jumamosi wanapika makande, sufuria linajaa, lile sufuria kubwa utafikiri la sherehe. Wanayagawa, wanaweka kwenye freezer. Wale wa vijana wanaofanya kazi kwa ng'ombe na wale mabinti wanaosaidia pale ndani ndio chakula chao cha wiki. Kwa hiyo kuanzia Jumatatu wanapasha makande, wanakula mchana, wanapasha, wanakula jioni. Ndio chakula chao cha wiki. Alafu wale wanaowasaidia wao wanakula hayo makande, alafu anategemea binti huyo ambaye anashinda na makande ndo anampikia chakula chake maalumu, yeye na mke wake na watoto wake. Akiamua kukuua na kuua kwa sekunde 2 tu, wala hata ukimbizo hospitali utapata dawa, sababu Mungu hawezi kukubali kitu cha staili hiyo. Huyu binti aliyekuwa humu ndani, Biblia inasema ni mtumwa. Hachana na huyu mfanyakazi, ni mtumwa, alipwi chochote. Akamwambia mke wa Naamani, laiti huyu bwana wangu, huyu bosi, laiti angejua ya kwamba kule kwetu kunayo nabii. Akifika kwa nabii atapona ukoma wake, naye atarudi akiwa huru, atarudi akiwa safi. Siri ya uponyaji wa huyu jamaa ilikuwa ndani ya binti wa kazi aliyoko ndani ya nyumbani kwake. Sio kafikiri kwamba Naamani madaktari wa nchi hawako hangaika. CDF wanaumwa, kila daktari bingwa ataitwa. Tena sio ambaye hana vita, huyo ambaye anapigana vita na anashinda. Kila akienda kwenye vita ushindi unakuja.
Israeli wenyewe walikuwa wanamtetemekea, walikuwa wanamuogopa. Ndio maana wakati anakwenda kwa nabii, mfalme wakati anararua mavazi, anajua sasa tunakuja kupigwa, tunaisha. Nabii ananyanyuka, anaenda anamwambia, sikiliza mfalme, hakuna haja ya kukaa katika majonzi. Mwambie huyo jamaa aje, Mungu tulie naye atamponya ukoma wake. Mwambie aje, yeye anategemea jeshi, sisi tunajua ana ukoma. Aje na ukoma wake, akifika kwetu ataondoka akiwa mzima na atajua ya kwamba kuna Mungu anayetawala. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio maana asubuhi ya leo katika madhabahu ya maachilio, Bwana akakuweke huru na ukawe huru kweli kweli katika jina la Yesu aliye hai. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu inawezekana tunakuheshimu lakini una ukoma. Inawezekana ni bosi ofisini kwako lakini una ukoma. Na usipojua ya kwamba una ukoma, utaishi lakini utaishi chini ya kiwango. Inawezekana unafanya kazi, huo mshahara ulioupata sio kwa kwako, bado una ukoma. Ukoma ungeondoka, ungepata zaidi ya hicho unachokipata. Inawezekana unafanya biashara lakini bado una ukoma. Na ukitaka ujue Mungu alivyo ajabu, ashukuriwe Mungu kwa ajili ya Elisha. Alifanya kitu kikubwa sana. Huyu jamaa alifikiri anaweza akapona kwa fedha zake, alifikiri anaweza akapona kwa mali zake. Na ndio maana Elisha akamwambia, nenda kwenye mto Yordani. Unajua kuna wakati fulani lazima tufike mahali ambako Mungu atushushe kwenye kiwango cha kutosha. Huyu jamaa akaambiwa, nenda kwenye mto Yordani, nenda kaoge mara 7. Unajua ni nini kilitokea pale? Mungu alitaka amnyenyekeze, amwambie wewe ni mdogo. Na kilichomuuzi yule jamaa na kukataa kwenda kuoga mpaka watumishi wake walipomshawishi ni sababu ya mto ule. Ule mto unapita katikati ya jiji la Yerusalemu. Sio sasa hivi, zamani hizo vyoo vyote vilikuwa vinaenda mtoni. Uchafu wote wa mji ulikuwa unaenda mtoni. Alafu kule kwao, kile Syria, ndio kuna ile mito mizuri ya Pishoni na Gosheni na nini ambayo inatajwa kwenye Biblia. Alafu anamwambia, nenda pale Yordani, nenda kaoge mara 7. Maji ambayo yana mavi, yana mikojo, yana vibudu, yana uchafu wote uliotoka kwenye jiji la Yerusalemu. Nabii anamwambia ili ujue ya kwamba Mungu yuko huku kwetu, wewe nenda kaoge kwenye uchafu wetu, kuna uponyaji wako. Ndio maana alikataa, akamwambia haiwezekani. Kama ni kuoga, kule kwetu kuna mito yenye maji masafi. Siwezi kuoga na hizi takataka hapa. Mungu akamwambia, wewe mwambie hivyo. Akaenda. Njiani anarudi kwa hasira ili akakusanye jeshi aje apigane na Israeli. Watumishi wake anamwambia, kwani angekuambia ufanye jambo kubwa sana, ulipe hata nusu ya ufalme tulionao ili upone, si ungempa? Wewe kaoge tu. Jamaa likaenda mara ya kwanza likaoga, akanyanyuka, ukoma upo. Ameambiwa mara 7. Mara ya pili ukoma upo. Mara ya 3 ukoma uko. Mara ya 4 ukoma upo. Mara ya 5 ukoma upo. Mara ya 6 ananyanyuka kuangalia, ukoma bado upo. Angeza akasema inatosha. Yaani kama uko pale pale, ningetegemea nikioga mara ya kwanza unapungua, nikioga mara ya pili unapungua tena, mara ya 3, mara ya 6 unapungua tena. Ikabidi ashuke mara ya 7. Alivyoshuka kwenye yale maji machafu mara ya 7, Biblia inasema aliponyanyuka mara ukoma wake ukamwacha, ngozi yake ikarudi akiwa mzima. Kwa nini Mungu alimshusha mara 7? Alitaka anyenyekee, akubali ya kwamba yuko Mungu anayetawala. Sikiliza nikwambie, pamoja na nafasi yako, pamoja na cheo chako, pamoja na kazi yako, pamoja na huduma yako, pamoja hata na utumishi wangu, nisipokubali kushuka na kunyenyekea, nisipokubali kuenda sawa sawa na neema ya Mungu, ninaweza kaa natembea lakini ukoma ukawepo. Bwana Yesu apewe sifa. Mwambie jirani yako, ukoma. Ukoma. Kwa sababu ndio kitu ambacho nataka nishughulike nacho kwa wiki hii. Tutautafuta ukoma ulioko kwenye familia, ukoma ulioko kazini kwako, ukoma wowote ambao unatesa maisha yako, ukakuachie katika jina la Yesu aliye hai. Inawezekana una nafasi nzuri lakini kuna kitu kimekufunga.
wewe ni mfungwa wa nje. Uko tu uraiani, lakini kuna mahali shetani amefunga. Tukikutazama huku nje tunakuona kama ni mtu wa maana haswa, lakini wewe mwenyewe unajua kuna eneo ambalo unatamani Mungu akufanyie. Kuna kitu ambacho unatamani Mungu akiguse, na Mungu akakuguse leo katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Bwana Yesu apewe sifa. Hebu sema, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, Mungu aliye hai, asubuhi ya leo nimejatambua ya kwamba pamoja na kwamba umenibariki, kuna mahali bado nimeshikiliwa. Kuna kifungo kipo kwenye maisha yangu. Leo huo ukoma uniachie, hicho kifungo kiniachie, hiyo laana iniachie, hiyo madhabahu iniachie, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Unaweza ukashangaa ni mume wako, usione hiyo tabia alionayo, ni ukoma tu. Ni ukoma tu. Nilikaa na baba mmoja, sijui hata ni wa wapi, mshamba yule, akinunua nyama buchani. Tulikaa naye mtaa fulani, akinunua nyama buchani kilo moja, anaikatakata kabisa kule buchani. Kwa atakata kilo moja na anajua kilo moja inatakiwa itoe finyango ngapi. Anaikatakata ile nyama yote buchani na anahesabu zile finyango. Akifikisha nyumbani ni siku kunapikwa nyama. Na alikuwa mshamba kwa sababu alikuwa anajifanyaga ni mtu wa system. Yaani mtaani tulikuwa tunamogopa, tunafikiri ni mtu wa system. Sababu tu anajua kuchomekea kitambi chake vizuri, watu wanamuona ni mtu wa system. Anaheshimika kabisa. Lakini alikuwa na ukoma. Anaikatakata ile nyama alafu inaenda inapikwa. Sasa tulikuwa sitaki kumtaja jina la mtoto wake sababu tulikuwa tunamuita kwa jina la mtoto wake. Ulikuwa unasikia tu usiku au saa ya chakula, wewe mama fulani, hizi nyama zilikuwa 12, mbona ziko 8? Yaani yeye ndo nyama zinapikwa, mke wake sasa ili kutokugombana naye anapika alafu zinaenda pale mezani zote. Mzee anahesabu finyango 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anajua finyango nilizotoka nazo buchani ziko sahihi. Ndo anachukua sasa, yeye anampa mtoto 2, mke wake 2, huyu 2, zinazobaki anakula yeye. Ni ukoma usio ukoma? Ni ukoma tu. Ni ukoma tu. Yaani ndo anakataka sasa, ndo anagawa pale nyumbani. Na ole wewe ni usiku ashinde nyumbani. Nyama inachemshwa, supu ya kwanza yote anakunywa, alafu ndio inarudishwa jikoni kuchemshwa kwa ajili ya chakula cha jioni. Ni ukoma tu. Pamoja na kwamba alikuwa ameheshimika, lakini alikuwa na ukoma tu. Mungu akuponye katika jina la Yesu aliye hai. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaweza kawa una heshima lakini umefungwa. Unaweza ukawa uko raiani lakini haiondoi kwamba umehukumiwa wewe. Umefungwa. Na matokeo yake utaishi chini ya kiwango. Mfungwa ni mfungwa. Hata aliyoko nje utafanya kazi ambazo hutalipwa. Unaweza ukapangiwa wewe kazi yako itakuwa ni kufagia soko fulani. Kazi yako ni kudeki ofisi za mahakama. Utafanya kazi katika bustani hii, utapelekwa na maafisa huduma za kijamii, watakupangia kazi, utafanya kazi usiolipwa, lakini bado utakuwa uraiani, lakini umefungwa. Mungu akufungue leo. Nia ya somo uwekwe huru, na uwe huru kweli kweli. Wewe unajua ni wapi ambako adui amekushika. Unajua ni wapi ambako adui anakutesa. Wewe unajua ukoma wako umekaa wapi. Wengine ni uongo tu, ndo ukoma ulionao. Tunakuheshimu sana lakini hatukuamini. Yaani tunakuheshimu sana lakini hatukuamini. Hata ukipewa kazi lazima tuweke watu wakufuatilie nyuma. Wajue hii tunafanya au hatufanyi. Lazima watu wawe na uhakika na wewe kwamba huyu ukimpa kitu, pamoja na kwamba tunamheshimu sana lakini sio mwaminifu sana. Pamoja na kwamba tunakupenda sana, tunakujua kabisa,
lakini kuna ukoma unatafuna maisha yako. Kwa kuna mahali ambako hutafika kwa sababu wanaoishi na wewe wanajua kuna tatizo liko sehemu fulani. Unasalabika, mbona mimi wenzangu wanapangiwa safari za kusafiri kwa ajili ya kazi, mbona mimi sipati hizo safari? Bosi wako wa ndani, yani wale watumishi wenzako wanajua ni mzuri sana katika hizo kazi, lakini ukisafiri tu kazi itakwenda kuharibika. Kazi itakwenda kuharibika. Sitaka nisahau mchungaji fulani, alafu ilikuwa aibu sana. Unajua sisi wachungaji, ukisikia jambo la mchungaji mwenzako unapata aibu sana. Nikakuta mahali washarika wanalalamika. Yani wanalalamika, yani wanaongea kwa hasira. Nikaambia nini? Akasema mchungaji wetu. Nikaambia kwa nini? Akasema aliaga anakwenda msibani sehemu fulani. Kwa hiyo akachukua na sadaka na hela za safari na kila kitu. Alafu bahati mbaya msiba ni wa usharika wake. Kwa hiyo akaondoka kama anaenda msibani, lakini hakufika wapi? Msibani. Kwa bahati mbaya waliotoka msibani wakaenda Arusha, wakamkuta Arusha amepumzika, yuko kwenye hoteli anaogelea kwenye swimming pool. Sasa wamerudi na hasira na kinyongo. Yaani tulikuwa tunamheshimu sana mchungaji, lakini mbona tumeondoka naye kabisa tukiwa tunajua tunaenda safarini. Nikamwambia muendeleeni kumheshimu tu, ukoma ukitoka hayatakuwepo hayo katika jina la Yesu aliye hai. Bwana Yesu apewe sifa. Ni ukoma tu. Unafikiri kwa nini usafiri kazini? Ni ukoma tu. Wanakuona tu, wanatamani wakupandishe, lakini wakifikiria jambo fulani ulilonalo wanaona bora ubaki hapo hapo. Ubaki tu na kifungo cha nje. Leo nataka nikuombee Mungu akuondoe kwenye hicho kifungo katika jina la Yesu aliye hai. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa kesho tutaanza na sehemu ya kwanza. Leo nilikuwa nakuwekea tu ujue ya kwamba unawezekana ukawa kanisani lakini umefungwa. Unawezekana ukawa unaheshimika lakini kuna kifungo kiko mahali. Unaishi chini ya kiwango. Wewe sio wa kuteseka hivyo. Kuna kaukoma kako mahali. Naamani jemedari, Naamani mheshimiwa, Naamani mwenye nguvu za Mungu katika mikono yake, Naamani aliyekuwa na uwezo wa kupigana vita na kushinda, Naamani aliyeogopwa na dunia wakati wao, Naamani ambaye kila mmoja alikuwa anamsujudia na kumpa saluti, lakini alikuwa na ukoma. Kwa hiyo inawezekana kuna ukoma unakutafuna taratibu, na kwa sababu hiyo hutaweza kuvuka. Nataka nikuombee hapa ili nikueleze mambo mawili kwa ajili ya Jumapili ijayo. Maombi na maombezi yote nitafanya katikati ya wiki. Nataka nizungumze kwa habari ya vitu vilivyojificha nyumbani kwenu uvijui na inawezekana vinakumaliza. Kuna vitu viko nyumbani kwenu uvijui, inawezekana vinakumaliza. Ni siku ya kesho. Kuna vitu vinavyohusiana na familia, kuna vitu vinavyohusiana na maisha yako binafsi, na wiki hii Bwana akakuweke huru na ukawe huru kweli kweli. Funika macho yako. Nataka kuomba kwa ajili yako. Mungu uliye hai, asante kwa nguvu zako na uweza wako. Tunaweza tukafikiri tuko salama, lakini kumbe kuna mahali adui anatutesa. Tunaweza tukafikiri tuko salama, lakini cheki jinsi shetani anavyotesa watoto wetu na vijana wetu. Tumewekeza ndio, tuna nguvu ndio, ni waheshimiwa ndio, lakini Bwana angalia maisha yetu, angalia huu ugonjwa, angalia ili pito, angalia ili teso, angalia hapa tunakopita. Bwana wa majeshi, ndio Bwana, ndio Bwana. Ukoma unakula maisha yetu. Ukoma unakula maisha yetu. Tumefungwa bila kujua. Kumbe shetani ametuacha akijua kabisa ya kwamba tutakuabudu lakini ndani ya kifungo. Tutafanya kazi lakini ndani ya vifungo. Tutafanya biashara lakini zimefungwa mahali fulani. Damu yako Yesu ihusike na kila mmoja aliyeko mahali hapa. Ihusike na kila mmoja aliyeko mahali hapa. Nami natangaza kwa damu ya Yesu, kifungo chochote kilichojificha kikavurugwe, kikavurugwe, kikavurugwe,
kikavurugwe kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Nguvu za giza zilizomfunga, nguvu za giza zilizofunga maisha yake, enyi mapepo, enyi mashetani, mnamuacha anakuja ibadani, kumbe kuna mahali mmeshikilia. Ninaamuru sasa kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, kifungo kilichojificha kwenye moyo, kifungo kilichojificha kwenye kichwa, kifungo kilichojificha kwenye nafsi, anafikiri ya kwamba yuko sawa, kumbe shetani amemfunga kifungo cha nje. Hicho kifungo kipasuke, hicho kifungo kiharibike, hicho kifungo kihukumiwe kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na Bwana waweke huru, na Bwana aweke huru walioshikiliwa na nguvu za giza, walioshikiliwa na roho za mapepo, walioshikiliwa na roho za mizimu, walioshikiliwa na roho za majini. Wanaishi chini ya utukufu, wanaishi chini ya kiwango, wanaishi wakiwa wamefungwa na kushikiliwa. Saa imefika, ni saa ya kuachia. Ndio, ndio. Funika tu macho yako, tulia tu. Uko uponyaji unaopita, uko uponyaji unaopita, uko uponyaji unaopita. Wewe joka, wewe joka, wewe joka, wewe joka, wewe joka, sikia neno la Bwana. Wewe joka, wewe nyoka uliyemfuata usiku, wewe joka uliyemfuata usiku, sikia neno la Bwana, sikia neno la Bwana. Hicho kifungo kiondoke, 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 aachiliwe sasa. Ulifunga biashara yake, umemfunga asipandishwe cheo, umefunga akili zake, umefunga masomo yake, umefunga ufahamu wake. Hicho kifungo kiondoke sasa. Ukoma uliokaa kwenye tumbo, ukoma uliokaa kwenye biashara, ukoma uliokaa kwenye elimu, ukoma uliokaa kwenye eneo la moyo wake, huo ukoma uachie sasa. Huo ukoma uachie sasa kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Mlete huyo binti hapa afunguliwe. Wefunika tu macho yako. Wewe mlete huyo binti hapa. Huyo anayeteseka kwenye kichwa. Ukoma uliokaa. Ukoma uliokaa. Baba, ninajua pamoja na kwamba ulimkusudia baraka zaidi, lakini ninajua shetani amekusudia mabaya. Ninajua shetani amekusudia uharibifu. Nami ninatamka kwa damu ya Yesu iliyomwajika pale msalabani, hakuna uharibifu utakaopita. Lazima tuishi kwenye nafasi ambazo Bwana ametuweka. Wewe ambaye unamuondoa kwenye nafasi, wako walioondolewa kwenye nafasi, haya ninamrudisha sasa kwenye hiyo nafasi. Adui uliyekalia kiti chake, adui uliyekalia nafasi yake, la, ni saa imefika. Umwachie sasa wewe. Haya, umwachie huyu mtoto, umemtesa mno. Umemtesa mno, umemtesa mno, umemtesa mno. Aondoka kwenye macho yake, ondoka kwenye kichwa chake. Ni mwisho wa mateso yake, ni mwisho wa mateso yake, ni mwisho wa mateso yake, ni mwisho. Nimetamka kwa mamlaka ya damu ya Yesu, huyu ameoga mara 7 kwenye damu ya Yesu. Ameoga mara 7 kwenye damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ameoga mara 7. Msaidie huyo binti mwingine hapo. Ameoga mara 7 kwenye damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yoyote aliondolewa kwenye nafasi, yoyote ambaye nafasi yake imechukuliwa na anaishi chini ya kiwango, hiyo damu ya Yesu ihusike katika kumtafuta. Hiyo damu ya Yesu ihusike katika kumrejesha. Huyo msogeze tu hapa, mlete hapa. Funika macho yako. Sema pamoja na imani. Nasema, Bwana Yesu, ninakuja kwenye kisima cha damu yako ili nioge, ili nitakasike, ili nirejeshewe maisha yenye baraka, maisha yenye uzima, maisha yenye ushindi. Ninaoga sasa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ukoma wowote wa tabia, wa laana, wa umaskini, wa mateso, uniachie kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Wewe ukoma, achia maisha yangu. Ninaoga
kwa mara ya kwanza, kwa mara ya pili, kwa mara ya tatu, kwa mara ya nne, kwa mara ya tano, kwa mara ya sita. Jesus. Utakapooga kwa mara ya saba, ukaanze kuona mpenyo. Ukaanze kuona mpenyo. Ukaanze kuona mpenyo. Ndiyo. Hapo panapouma pasikuogopeshe. Naona kuna mtu anaumwa moyo, ushike tu huo moyo wako. Unasikia moyo unakuuma, ushike tu moyo wako. Ndio ukoma unaondoka hapo sasa. Tunaposema kwa mara ya saba, Mungu akakuweke huru sasa. Mungu akakuweke huru sasa. Sema ninaoga kwa mara ya saba katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Funika macho yako. Mungu uliye hai, asante kwa ajili ya neema hii ya ajabu. Asante kwa maana watoto wako wanakwenda kuoga na wamepona na wametakasika. Yoyote aliyekuwa amefungwa, hajijui ya kwamba amefungwa, anarizika na maisha aliyo nayo, kumbe anaishi chini ya kiwango ambacho umekusudia. Mungu wa mbinguni ukapate kumsikia. Mungu wa mbinguni ukapate kumsaidia. Mungu wa mbinguni, mara baada ya somo hili asiwepo hata mmoja ambaye adui bado ataendelea kuyatesa maisha yake. Na kwa kuwa tumeoga mara ya saba, ndivyo hivyo ukoma unachomoka. Ndivyo hivyo ukoma unachomoka. Ndivyo hivyo ugonjwa wa familia unachomoka. Ndivyo hivyo mateso ya familia yanachomoka. Ndivyo hivyo ukiwa uliokaa kwenye nyumba yao unachomoka. Ndivyo hivyo maisha ya chini yanaondoka na yanainuliwa na kubarikiwa na Bwana. Asante Bwana Yesu, maana utawaweka huru tangu sasa na hata milele. Amen. Ninaomba wazee wa kanisa bahasha za sadaka ya fungu la 10. Jumapili ni Jumapili ya mwisho wa mwezi, tunatoa sadaka ya fungu la 10. Ziko pale madhabahuni. Na fungua na mimi mara moja. Naomba. Ziko hapo madhabahuni. Ziko hapo kwenye box. Ziandaliwe tu tuombe kwanza. Jumapili tunatoa fungu la